watu wanachongangania ni pesa ya bure. Yani mtu anahitaji Pi iwe listed kwenye exchange na price hiyo yeye anayoitaka ili aibadilishe kuja kwenye pesa za makaratasi. Lakini mimi nataka niwaambie Pi ni zaidi ya exchange. Kwa sababu gani? Exchange yenyewe itakuofa tu kubadilisha tu fedha ama kununua crypto. Ndio hicho exchange inakuofa. Yes. Siongelei mambo ya trading sijui nini, hayo yanajulikana. Yani kitu kikubwa ambacho exchange itakuofa kwa wewe mwana Pi ni kubadilisha tu Pi kuja kwenye currency zingine and then uipate kwenye local currency. Lakini unapoongelea mfumo wa Pi kama Pi, kwa nini nasema ni zaidi ya exchange? Kule kuna kila kitu. Kwa sababu gani? Kule kuna bidhaa mbalimbali ambazo unaweza ukazinunua kwa Pi, kitu ambacho kwenye exchange huwezi pata bidhaa yoyote. Naomba nieleweke. Pi kwa sasa hivi unaona wapo busy zaidi ni kuingia contract na makampuni mbalimbali ili aweze kuja kwenye ecosystem ya Pi. Lakini makampuni yanapokuja kwenye ecosystem ya Pi, kwa nini Pi ilikuwa ina push sana kutafuta namba kubwa ya watu? Unajua sisi wengi wetu unawapatia koti mwepesi wa kuapproach makampuni mbalimbali, kuyaendea makampuni mbalimbali kwamba bwana sisi tuna huduma yetu, tuna jumla ya watu kiasi cha hawa watu. Kwa hiyo utakapoweza kuingia kwenye ecosystem yetu, basi bidhaa zako zitapata waraji zaidi ya milioni 50. Sasa mtu akiangalia kweli idadi ya watu waliopo kwenye ecosystem ya Pi, anaona yes, hapa naweza nikajitangaza, cha kwanza, cha pili naweza nikapata wateja. Lakini pale kwenye faida atakazopata pale ndipo Pi core team na wenyewe nao wanampatia condition kwamba bwana lakini utakapoingia kwenye ecosystem yetu bwana utakuwa unapokea malipo kwa Pi. Umeona kitu ambacho watakifanya? Kwa lazima watu wajue sisi tulivyotumika kwenye project nzima kwa ile wingi wetu ndio inajenga picha mradi mzima na ndio inavutia watu ama wawekezaji mbalimbali kuja kuinvest kwenye project ya Pi, kwa sababu wanajua kabisa hapa nitapata wateja, pili nitaweza kujitangaza. Of course kuna makampuni mbalimbali watu walikuwa hayajui, lakini kupitia hii Pi watu wameweza kujua. Kuna exchange kama Banxa, watu walikuwa hawajui Banxa. Baada ya kuwa partner na Pi ndio watu wakajua kumbe kuna Banxa. Sasa kuna watu wao wanatumia huduma ya Banxa. Ukifuatilia Banxa imepata watumiaji wengi zaidi kwa hichi kipindi kifupi. Yani namba ya watumiaji imeongezeka. Kwa sababu gani? Kwa sababu imeingia kwenye ecosystem ya Pi. Kwa hiyo nafikiri lazima tutambue hilo. Lakini cha pili lazima tuwe uvumilivu. Unajua watu wengi mawazo yao, yani siku tutakapoacha kuwaza kuhusiana na habari za exchange tukaiface ecosystem ndipo siku ambapo Pi itatunufaisha. Kwa sababu gani? Watu wengi wanaitizama exchange. Kwa nini uitizame exchange wakati umeambiwa kwenye ecosystem kuna huduma zote utakazokuwa unazihitaji utazipata kwa njia ya Pi? Watu wanatizama yani wanatizama exchange. Kwa nini? Unagundua kumbe kuna wimbi kubwa la watu ambao wanahitaji kubadilisha Pi kuja kwenye local currency. Watu wengi akili zao ndo zinawatuma hivyo. Sasa hakuna pesa rahisi kiasi hicho. Yani kwamba kwenye exchange wa kulistia hiyo price wewe uende uuze nani zote. Na ndo maana hata kama ikifikia hiyo price kwenye exchange kuna masharti na vigezo wataziweka au utatoa hizo nani zako zote. Sasa let's say jumla ya Pi zote ambazo watu wamezimine, si ndio? Kila mtu sasa azibadilishe kwenda kwenye hizi local currency. Wao nafikiri zote watakosa hela. Wengine hawatapata kwa sababu kwa price ya GCV ya Pi ukija kuzitoa zote kwamba kila mtu apate hii local currency itapungua. Local currency zitakuwa na idadi ndogo ukilinganisha na idadi ya price ya Pi itakayotolewa. Kwa hiyo lazima tutambue hilo. Ndio maana Pi inahitaji kusimama yenyewe kama yenyewe. Na ule mdango wa exchange, ule mdango bwana ni kwa ajili ya tuseme ni kwa ajili ya watu ambao hawana Pi waweze kuipata Pi. Haimaanishi kwamba exchange ipo kwa ajili ya kubadilisha Pi yako. No. Exchange ni kwa ajili ya of course kwa sababu Pi haiwezi kujifungia tu kwenye ecosystem yao. Kuna watu watakuwa wamechelewa Pi, si ndio? Kuna watu hawajazaliwa hawajafikisha miaka 18 amechelewa Pi. Sasa amefikisha zile vigezo vya kumiliki Pi,
ama kutumia Pi, anahitaji kutumia Pi, ataipata wapi? Ataanza kumine. Kumbuka mining rate itakuwa imeshushwa muda huo. Kwa option pekee ya kuipata ili afanye matumizi ni kufanyaje? Ataenda kwenye exchange. Ataenda kwenye exchange, atainunua kwa price hiyo hiyo. Hata kama akiwa na shingapi, atanunua 0.0 ngapi hiyo hiyo aifanyie manunuzi. Lakini kitu kingine kitakachoenda kuifanya project ya Pi iwe yani kila mtu aikimbilie, kwa sababu ukiweka option, kwa sababu lazima kuwepo na bidhaa ambazo zinapokea malipo ya Pi peke yake. Yani mpaka mtu awe na Pi ndio aweze kununua hiyo bidhaa. Ikiwekwa condition hiyo, japokuwa si kwa makampuni yote. Haya makampuni yaliyoingia kutafuta wateja huku ama kufanya biashara kwenye ecosystem, nje ya ecosystem yatakuwa nafanya biashara zao na yatakuwa napokea malipo mbalimbali. Lakini kuna haya makampuni haya ambayo Pi imesema itayasaidia kukua, itayasaidia kwa kile kiasi ambacho walikitenga. Sasa kwa mawazo yangu, na hizi kampuni zitakazotengenezwa kutokana na nguvu ya Pi, hizo sasa ndio zitakuwa zinapokea malipo ya Pi peke yake. Sasa endapo kuna product ipo kwenye hizo kampuni huku nje haipo, nategemea nini? Watu watakimbia kuinunua Pi kwenye exchange ili waweze kuzipata Pi. Kwa hiyo lazima tukikubwa wewe kufanya makadirio ya Pi kwamba itafika price hiyo kwa kiasi gani. Angalia tu ile miradi kwenye ecosystem, kwamba kadi inavyokuwa ecosystem, kwamba kuna makampuni yanavozidi kuongezeka ndio uhitaji wa Pi utaongezeka. Kwa sasa hivi angalia tu kwamba niseme kwamba Pi bado ni kwenye issue ya kukuza ecosystem bado sana bado sana. Ukiangalia idadi ya makampuni yaliyojiunga na Pi bado wanaendelea kuongeza makampuni bado sana hata notes zilizohama kwa sababu hili Pi na ile swala la Binance ngoja niliweke sawa. Binance haijaiList Pi kwa sababu gani? Pi sasa hivi ipo chini ya PiCore team. Yani inatumia ile node ya mtandao mkuu ambayo ipo chini ya PiCore team. Tafasiri yake ni nini? Access ya taarifa zote ipo chini ya PiCore team. Wakihitaji taarifa yoyote wanaipata. Sasa endapo Pi itafanikiwa kuswitch kutoka kwenye ile notes kuu kuja kwenye hizi notes za community, hapo ndio Binance itakubali kuilist Pi. Lakini kwa sasa hivi tusidanganyane na usitegemee Binance kwa hizi siku za karibuni italist Pi, tusidanganyane mpaka zile notes zote ziame. Zikishahama kwa Pi inakuwa wale hawana access ya taarifa kama sasa hivi walivyonavyo hiyo, kwa sababu sasa hivi PiCore team inaweza kudhibiti kila kitu, kwa sababu wanatumia notes ya mtandao mkuu, wanaweza kudhibiti access zote za Pi wanazo wao. Kwa Binance haiwezi kukubali kwa sababu kuna taarifa za wateja wao zitavuja. Kwa kumekuwa na mambo sijui mwezi wangapi Binance ina list. Sasa wewe Binance ikilist itakusaidia nini? Binance kule wanauza nini kule, kwamba utaenda utanunua Binance nini? Kwa tuwekane sawa siku tukiacha kufikiria mambo ya exchange, nafikiri tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Ifike mahali tuiface ecosystem yetu, idadi ya product zinazo nani. Kwa sasa hivi tungekuwa tunadili kuomba bwana makampuni yenye huduma rafiki na zinazohitajika kwenye maisha yetu ya kila siku zizidi kuongezeka. Hicho ndo tunaomba, kwa sababu hata leo wakisema kwamba zindua open mainnet, utaifanyia nini hiyo Pi? Aliyakuwa kwenye exchange huwezi kuitoa na price yake hairuhusu, utaifanyia nini? Hata ikija kwa price ya GCV kwenye ecosystem waka-activate source code, utaifanyia nini? Bado hakuna makampuni yanayotosheleza kukuhudumia wewe. Kwa hiyo lazima tukubaliane bado. Kwa bado hakuna makampuni yaliyopo ni machache sana. Kwa hiyo tusidanganyane. Nafikiri ndio hivyo